Kutoka kwenye boma la Chifu Mkwawa wa Iringa, jukwaa la Malkia wa Nguvu 2025 linakukutanisha na Dr. Miriam Elisha, mwanzilishi na mkurugenzi wa kituo cha elimu jumuishi aliyegeuza changamoto ya mwanae mwenye usonji autism kuwa chachu ya mabadiliko makubwa katika jamii ya Iringa na Tanzania kwa ujumla. Jina langu naitwa Dr. Miriam Elisha. Ni daktari wa falsafa kwa maana ya PhD. Nimesoma Inclusive Education for Children with Autism. Ndio mkurugenzi na muasisi wa kituo hiki cha Unique Child Academy, ambapo tunatoa elimu jumuishi kwa watoto wenye usonji. Kituo chetu kilianza mwezi Januari mwaka 2018 baada ya kugundua kwamba kuna changamoto ya kwanza kuelewa usonji. Hapa na yakumbuka maneno ya Waswahili kwamba chuma cha joto hakikosi doa, kwani Dr. Miriam pamoja ya kuwa mbobezi wa maradhi ya usonji, lakini alijifungua mtoto mwenye kisa cha maradhi hayo, na baadaye jaribio la kumwandikisha mtoto wake katika shule za kawaida halikuzaa matunda. Mtoto wangu wa pili ambaye sasa hivi ana miaka 11 alipata changamoto wakati wa kuzaliwa. Hatukufahamu mapema kwamba ingeletelezea tatizo lolote, lakini wakati ninamnyonyesha nakumbuka alikuwa haniangalii kabisa usoni. Hata interaction zile inabidi ulazimishe sana ndio interact na wewe. Kuna shule moja ambayo walikuwa inaanza, nikawashawishi waanzishe daycare, wakamchukua. Ndani ya mwezi tu akaniambia kwa kweli tumeshindwa, hatuwezi, kwa sababu haongei, hatujui namna ya kumsaidia, lakini pia hawezi kutulia darasani. Tunaona unapoteza hela. Ilimgharimu kitambo kiasi kutambua kuwa mwanae ana tatizo la usonji, na ilimuumiza sana Miriam ambaye alikabiliwa na visanga kadhaa na kumfanya arejee darasani kupata utaalamu ili amhudumie mwanae na kuendesha kituo hiki. Kwa sababu nilikuwa sina ufahamu kuhusu autism, nilibidi nianze kusoma. Kwa hiyo nilichofanya cha kwanza, kulikuwa kuna rafiki yangu Mwingereza akanifundisha kufanya speech therapy. Baadaye nilipoona kujifunza kuna kwa kwingi, ndo nikaona bora tu nipate PhD. Kwa hiyo nikaji-enroll kwenye PhD kwa sababu mambo ya kusoma yalikuwa ni mengi. Mila mgandamizo na minong'ono ya waja vilijeruhi moyo wa Miriam, lakini alipiga moyo konde, na punde tu matokeo yenye tafsiri ya miujiza kwa mwanae kuanza kuongea iliwatoa kimasomaso wananzengo. Na kidogo ukiwa una milo mitatu, basi wanasema kamtoa kafara mtoto wake ili apate mali. Hayo yalikuwepo, lakini yanatoka mbali, na maneno ya mbali wakati mwingine unasikiliza unaendelea. Aliongea neno la kwanza akiwa na 5 years. Kuichi kituo kukua kimekuwa kwa word of mouth. Kwa hiyo watu walikuwa wanajua na mtoto haongei na mtoto ana shida hii. Kwa hiyo kila walipokuwa akipata improvement wana notice. Kwa hiyo walikuwa wakikutana na mzazi, mtoto wako aongei, nenda kwa muone Miriam. Miriam ni mwenye furaha na mara nyingine huburudika kiasi kwa vipawa vya watoto hawa hapa shuleni. Malkia Miriam sasa anasherehekea zaidi ya watoto 100 waliopita kituoni hapo, ingawa anakiri kwamba bado kuna changamoto ya mwendelezo wa elimu maalum kwa watoto hawa. Tangia tumeanza mwaka 2018 waliopita hapa, kwa sababu tumekuwa tukifocus sisi kufanya early intervention, mtoto aweze kujimudu kwa zile tunasema activities of daily living, aweze kuongea, aweze kama ana changamoto zozote za mitikio ya hisia, labda hapendi kelele, hapendi kuchangamana, tumsaidie kwenye food selectivity, tusaidie hayo, alafu anapofika umri wa kwenda primary aende. Kwa hiyo kwa miaka hiyo nyuma tumekuwa tukifanya hivyo, na tuna matoleo katika miaka hiyo 7 karibia watoto zaidi ya 100, tunaweza kusema kama 150 ambao wamekwisha kupita hapa na wako katika shule zingine. Dr. Miriam ameweza kushirikiana na taasisi mbalimbali za ndani na nje ya nchi katika kupata vifaa, mafunzo na rasilimali zinazowasaidia watoto hawa kujifunza kwa njia wanayoweza kuelewa. Kwa sasa Miriam anapigania kupata eneo kubwa zaidi kwa ajili ya kujenga kituo cha kisasa chenye vifaa vya kutosha na sehemu ya tiba ya afya ya akili, na kuanzisha chuo cha kutoa mafunzo maalum kwa walimu wa watoto wenye mahitaji maalum. Tunatamani kukua na sasa kumove kutoa huduma za primary school. Tuko kwenye hatua za ujenzi wa shule ya primary kwenye eneo kubwa zaidi.
kulingana na vigezo vya Wizara ya Elimu. Tuna 3.5 eka ambayo tayari tunayo. Tunataka kuendeleza majengo kwa ajili ya ili waendelee shule ya msingi kwa namna ya huduma tunayoitoa, waweze kupata maximum support. Safari ya Dr. Miriam ni mfano wa jinsi maumivu binafsi yanavyoweza kuwa chanzo cha mabadiliko chanya kwa jamii. Kupitia kituo chake cha elimu jumuishi, ametengeneza daraja kati ya watoto wenye usonji na jamii inayowazunguka. Wakati ni kifuta chozi lenye mgandamizo wa hisia za upendo na fahari ya Dr. Miriam, namtangaza kuwa huyu ndio mshindi wa tuzo ya maboresho katika sekta ya elimu. Huyu ni kitukuu kabisa cha Chifu Mkwawa. Nasema musage mbemuli. Dr. Miriam Elisha, Malkia wa Nguvu 2025, twende duniani. Malkia wa Nguvu 2025, twende duniani. Ahlan wa sahlan. Ni hao.